Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kazi kubwa ambayo tumefanya na kufanikiwa kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Mchezo haukuwa mwepesi na tulitegemea mchezo kuwa ni mgumu kutokana na aina mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Tunawafahamu Namungo ni washindani kweli, na kama haitoshi ina wachezaji wazuri na ina mwalimu mzuri ambaye ana uwezo wa kutengeneza ushindani kwa dakika 90. Tukafanikiwa kupata magoli mawili, lakini kutokana na roho yao ya kiushindani hawakukata tamaa, wakaendelea kupambana, wakapata goli moja, matumaini yao yakaanza upya, yakarudi upya. Baada ya matumaini yao kurudi upya, mechi ikawa ni ngumu kweli kweli. Tukaenda kwa pressure hadi half time kwa goli 2-1, lakini baadaye kabisa Mpanzu anakuja na iua mechi, ushindi wa mabao 3-1. Tumefurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawapongeza Namungo kwa mchezo mzuri, lakini kubwa kabisa tunawapongeza wachezaji wetu kwa kuonyesha mchezo mzuri na kupata ushindi mkubwa. Ratiba ilikuwa inaonyesha tunacheza michezo 4 kama si 5 ugenini. Tumecheza michezo 3 Arusha, tumekuja kumalizia mchezo mwingine hii leo hapa Lindi. Tueleze na hichi ambacho tumekipata kwenye huu mchezo. Tulikuwa tuna mwezi mgumu wa away wa kucheza michezo mingi ugenini, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo hii tumeitamatisha rasmi safari ya mwezi wa 4. Haijakuwa kwa 100% kwa maana ya kupata alama zote 12, lakini walau tumevuna alama 10. Tunawapongeza wachezaji wetu, benchi la ufundi kwa kazi kubwa ambayo imefanya. Haikuwa rahisi mechi za Arusha, haikuwa rahisi mechi ya hapa Ruangwa, lakini kazi kubwa imefanyika na vijana wamefanya kazi yao, wameondoka na alama 10. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa Samad, hili limeshamalizika. Walau kwa uchache tuzungumze na mashabiki kisha tuangalie nini ambacho kinafuata mara baada hiki kuisha. Tunawashukuru mashabiki ambao wamekuwa nasi bega kwa bega kwenye ratiba yote hii ya mwezi wa 4, na tunawashukuru mashabiki ambao wamekuja hapa katika uwanja wa Majaliwa, wameonyesha support ya kutosha. Uwanja ulikuwa full house na mechi ilikuwa nzuri ya kuvutia. Mechi ya ligi kuu inapaswa kuwa namna hii Toby. Inapaswa kwanza mechi sio tabirika, mechi ambayo mwenye goli anakuwa na pressure, asiyekuwa na goli anakuwa na pressure, mechi ambayo hakuna mwenye uhakika wa kuondoka na alama 3. Unashinda magoli mawili lakini bado unakuwa huna uhakika, goli linarudi bado unakuwa huna uhakika. Kwa hiyo mechi ya ligi kuu inapaswa kuwa na ushindani wa namna hii. Wachezaji wanapaswa kucheza mechi ya ligi kuu namna hii, wajitume, wapambane. Makocha wanapaswa kutengeneza timu ya namna hii. Ndio maana Mwalimu Juma Mgunda ameendelea kuishi na heshima yake, kwa sababu kila mechi yeye anaitengeneza vizuri na anatoa upinzani mkubwa. Mwalimu Juma Mgunda ni tofauti na makocha wengi hasa wazawa ambao wakicheza mechi na timu nyingine unaona wakiwa na mipango mibovu kweli kweli. Kwa Mwalimu Juma Mgunda ni tofauti. Amecheza Simba Sports hapa ambapo kwa fikra za kawaida, kwa kuwa ni mwajiri wetu wa zamani, watu walikuwa wanategemea kuona mechi fulani nyepesi hivi, lakini Simba tumetoka ulimi hapa, mechi ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hiyo ndiyo standard ya mechi ya ligi inapaswa kuwa, na Mwalimu Juma Mgunda anastahili pongezi kubwa kweli kweli na wachezaji wa Namungo. Hawakucheza kwa kujiangusha, hawakufanya makosa, walicheza mechi yenye hadhi ya ligi kuu. Kwa hiyo mashabiki wetu wameenjoy, mashabiki wetu wamefurahia standard ya mechi ya ligi kuu. Niwapongeze sana wale wote ambao wamekuja hii leo. Tumemaliza ratiba yetu ya mwezi wa 4 na sasa tunakwenda kwenye ushiriki wa kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar, na tayari ratiba imeshatoka. Tunataraji kuwa na safari kati ya tarehe 21 ama 22 ya kwenda visiwani Zanzibar kwenda kushiriki kombe la Mapinduzi. Tumalizie pia na waliofunga mabao kwenye mchezo uliopita ndio wamefunga mabao katika mchezo, ukimtoa tu Clatous Chota Chama. Amefunga Libase Geye, ni jambo zuri kwa Libase kuwa na mwendelezo wa kufunga. Najua Libase
pamoja na kwamba jukumu lake inaweza kawa sio kufunga moja kwa moja, lakini kwenye modern football wachezaji wanaocheza mstari wa mbele kuanzia namba 7, namba 8, namba 11, 9 na 10, hawa wote ni goal getter. Hawa wote wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo kwa Alibase Geye kuendelea kufunga, kuwa na mfululizo wa kufunga ni jambo jema kwake ambalo linamuongezea confidence zaidi na linamuongezea ubora zaidi. Amefunga mechi dhidi ya Dodoma Jiji, amefunga na mechi ya leo. Lakini kwa Anicet Oura tena amefunga mechi iliyopita amefunga Oura amefunga mechi dhidi ya Dodoma na anafunga tena leo tena magoli ya kikatili. Lakini Oura kufunga mechi ile amefunga Elim Panzo alifunga mechi dhidi ya Dodoma Jiji na amefunga mechi ya leo, goli la maana kweli kweli, goli la kikatili, goli la ligi kuu kweli kweli. Ni faraja kuona wachezaji wetu hawa wanaendelea kufunga, hasa wale wa eneo la mbele wanatengeneza morali, confidence na wanazidi kuwa bora zaidi. Tunawapongeza na tunawaombea kila laheri. Anicet Oura mchezaji bora wa mechi ile? Amestahili bila shaka, amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufanya vizuri. Oura tangu amekuja hajawahi kucheza vibaya. Kila mechi kwake ni sikukuu. Ana enjoy kucheza mechi, anafanya vitu vya kitaalamu, anafanya vitu vya hatari. Oura ni moja kati ya sajili bora sana ambao tumeifanya msimu huu. Penalti na Mungu umeiona? Nimeiona. Umestahili. Refa akasema penalti.